declared others redundant. Karibu sana mtazamaji na asante sana kwa kutoazima muda wako. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Pretty Janet. Mahakama ya kupambana na ufisadi imemwachilia gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kwa dhamana ya shilingi nusu milioni. Gavana Natembeya alikamatwa na maafisa wa EACC kwa tuhuma za matumizi mabaya ya shilingi milioni 3.2 za fedha za kaunti. Pamoja na Natembeya, maafisa 4 wakuu wa kaunti pia wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi. Kesi hii imezua mijadala ya kisiasa, huku baadhi ya viongozi wakilaani kukamatwa kwake kama hatua yenye msukumo wa kisiasa. Mwanahabari Vera Mura amerejea kutoka mahakamani na sasa anaarifu. Usalama uliimarishwa nje ya makao makuu ya EACC kabla ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kufikishwa katika mahakama ya Milimani ya kupambana na ufisadi mbele ya hakimu mkuu Charles Ondieki. Natembeya ambaye alilala katika seli makao makuu ya EACC baada ya kukamatwa Jumatatu asubuhi alikabiliwa na mashtaka yanayohusu ubadhilifu wa shilingi milioni 3.2 za fedha za kaunti. Mashtaka hayo ni pamoja na mgongano wa maslahi ya ununuzi wa mali ya umma kinyume na sheria kuanzia mwaka wa fedha wa 2022 na 2023 hadi mwaka 2024-25. You release the governor. Mawakili wa Natembeya waliitaka mahakama kumwachilia kwa dhamana, wakisisitiza kuwa mashtaka dhidi yake yalichochewa kisiasa. No evidence produced. No law quoted. No case law referred to. We hold that the arrest was barbaric, unlawful, and an affront to the dignity of the accused person. Ombi hili lilipingwa vikali na upande wa mashtaka. First accused be denied bail. That probably is the last sentence you should have done. Thank you. Pamoja na Natembeya, maafisa 4 wa kaunti pia wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi. Kesi hii imechochea mijadala ya kisiasa, huku baadhi ya viongozi wakilaani kukamatwa kwake, wakidai kuwa ni njama ya kisiasa dhidi ya gavana huyu ambaye amekuwa mkosoaji wa serikali. Upekuzi wa nyumbani kwa gavana George Natembeya mjini Kitale siku ya Jumatatu asubuhi ulisababisha hali ya taharuki na vurugu. Hali hii iliyopelekea uharibifu wa magari kadhaa ya EACC na polisi. Hatimaye mahakama iliafikia uamuzi wa kumwachilia kwa dhamana. Hakimu Charles Ondieki akimzulia Natembeya kuingia afisini kwake kwa siku 60. Denying the first accused access to his office for a period of 60 days does not at all stop the first accused from working. The denial to access the office means that the physical office, and that is why it's specified the headquarters. Vera Mura, KTN. Mtazamaji, kufuatia kutiwa mbaroni kwa wanasiasa